Nifanyeje ili niwe naona, ili niwe na macho ya rohoni? Okay. Kila mwanadamu ameumbwa na macho ya rohoni. Okay? Kwa sababu kila mwanadamu ameumbwa katika roho, mwili na nafsi. Sijui umenielewa mpaka hapo. Na mtu wa ndani ana macho, ana masikio, ana miguu, ana kila kitu. Okay? Na ndio tunaita hayo macho ya ndani, tunaita masikio ya ndani au ya rohoni. Okay? Yes. Sasa macho ya rohoni ili yaweze kufanya kazi vizuri, kwa sababu yako rohoni, yanahitaji kitu kinaitwa light, mwanga. Na huu mwanga ni Kristo mwenyewe. Yaani ni viroho yako lazima iwe na mahusiano mazuri na Yesu kwenye ufalme huu wa nuru. So inahitajika nuru ambayo ni Kristo mwenyewe, ambayo yule ndo atamulika uweze kuona. Panapokuwa hakuna Mungu, panakuwa na giza. Umenielewa mtoto wa Mungu? So cha kwanza kwenye roho yako ni mahusiano. Cha pili, nafsi yako pia inahitaji mwanga ambao wenyewe ni maarifa. Sasa akili yako, kwa sababu baada ya kupokea ujumbe kutoka kwa Mungu, lazima hii akili yako iweze decode. Kwa sababu Mungu usifikiri anaongeaga kama sisi. Kuna mtu anaweza kuongea kwa picha. Sasa your mind lazima iwe na uwezo wa kuconvert hiyo kitu ije katika mfumo ambao wewe utauelewa huku nje. Okay? Sasa lazima kuna kiwango cha maarifa lazima uwe nayo, kwa sababu hata Roho Mtakatifu akitaka kusema na wewe, huwa anaangalia kwenye ufahamu wako kuna nini, huwa anaongea sawa sawa na unachokijua. Watu wengi hawajui hili. Yes, kwa mfano unaweza kumekaa unaongea na mtu, ghafla inakuja mstari wa Biblia au anakuja nabii Samueli. Okay? Maana yake yule mtu unaongea naye aidha ni nabii au ndo anaitwa Samueli. Maana yake ni nini? Imeletwa kitu unachokijua kutafsiri mazingira ya muda huo. So maana yake ni nini? Ili sasa hizi picha zianze kuonekana, cha kwanza receiver ambaye ni roho, anayepokea ambaye ni roho, lazima awe na mahusiano na Mungu. Lakini anaweza ndio akawa na mahusiano na Mungu, maana yake kwa kufanya nini sasa? Kwa maombi. Umenielewa? Kwa kufunga, kwa kutoa sadaka, vyote hivyo lazima uvifanye. Kutoa sadaka ni moja ya code ambayo ipo kwa ajili ya mtu kuona kiurahisi. Na muda tukiona hatuoni sana, unaamua kutoa sadaka. Kwa sababu maandiko yanasema moyo wako ulipo ndiko hazina yako ilipo. Kwa hiyo ile sadaka inaenda mbinguni ili macho yako yawe mbinguni. Okay, kwa sababu moyo unaotajwa hapa sio moyo huu wa nje. Umenielewa mtoto wa Mungu? So maana yake sometimes unaweza ndio ukawa unaomba, unasali. Hii kitu mimi imenikuta. Unaomba sana, unasali sana, unafunga, lakini bado ukawa kidogo unapata changamoto kuona rohoni. Yaani macho ya rohoni yakawa sio yana changamoto. Connection kati ya roho yako na nafsi au akili, ufahamu, ikawa bado haipo. Umenielewa? Na distance kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili ni akili, yani ni mind, ni nafsi. Kwa sababu tunaanza na roho, inakuja nafsi, inakuja mind, inakuja mwili. Kwa hiyo nafsi ipo katikati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ikifeli yenyewe, umefeli kuona kwenye ulimwengu wa roho. Umenielewa? So kilichohitajika ni nini sasa? Kilichohitajika ni maarifa. So sawa, ni kweli unaomba, unafunga, unafanya kila kitu. Kama utaishia hapo, unaweza ukashangaa bado hauoni. Why? Ili uweze kuona rohoni baada ya kufanya yoyote, unahitaji kitu kinaitwa meditation. Unatakiwa ujifunze kutafakari neno la Mungu. Unapaswa ujifunze kutafakari neno la Mungu. Okay? Yes, kwa sababu katika kutafakari ndiko nafsi yako, ufahamu wako unalishwa, unapata nguvu. Na ndio maana kuna muda ili uone rohoni unapoanza mwanzoni pale, lazima ukae kwenye ukimya, lazima uwe kwenye kutafakari. Kwenye kutafakari ndio unaona, kwenye kukaa ukimya unaona. Ngoja nikupe mazoezi. Na hapa huwa wanafaulu watii peke yao. Na kwenye ufalme huu wa nuru ni utii, my friend. Kama una utii, utaendelea kuona wenzao wanapiga hatua. Chukua dakika 10, kaa kimya, fumba macho kwenye kiti chako. Alafu mwambie Roho Mtakatifu, nifunulie siri nisiyojua juu ya maisha yangu. I'm telling you, ndani ya dakika 10 itakuja picha ambayo utaona kama bahati mbaya. Ndio macho yako hayo yatakuwa yameanza kuona namna hiyo. By sitting, kwa kukaa kwenye ukimya, kwa kutafakari neno la Mungu, unaweza activate kuanza kuona sasa. Lakini kama unaomba tu ufanye haya mambo, sometimes
hasa meditation na kukaa kwenye ukimya, unaweza kushangaa bado hauoni. Why? Connection kati ya roho yako na mwili ambao ni nafsi inakuwa ina shida. Kwa ni kweli macho yako ya rohoni yako wazi kabisa. Hakuna aliyeyaroga, hakuna aliyeyazuia, lakini yanakosa connection na nafsi yako. Umeelewa? Yes. Na roho kumbuka ni ya Mungu. Okay. So macho ya rohoni maana yake huwa yapo tu. Usikiri kwamba eti sina macho ya rohoni. Unayo. Sasa hii ya kwanza nimekwambia lazima na mahusiano na Mungu, kwa sababu maandiko pia yanasema kwamba kondoo wangu huisikia sauti yangu, nao wanijua, nao unifuata. Okay? So kuwa kondoo, kuwa na mahusiano ili roho yako isiwe ikatiwa giza. Okay? So ni jambo la msingi ambalo kila mmoja anapaswa alijue. Sasa kuna mtu ambaye anazaliwa nabii. Huyu hahitaji complications. Huyu my friend, hivi tu nilivyofundisha akifuata tu, huyo tayari ndo kaanza kuona hivyo. You see? Lakini kama sio nabii kwa kuzaliwa my friend, lazima uyafanye haya mazoezi kila siku. Upractice. Sasa kuna somo linaitwa kupambanua, kuna sehemu inaitwa kupambanua sauti ya Mungu. Okay? Iko kule kwenye group. Sometime unaweza, sasa hivi tuko sehemu ya 14. Kama unahitaji 0627945434. Nitaweka link. Naomba mwe mnafuatilia kwenye hizo comments. Mtu akiomba namba nawekaga namba hapo au link. Fuatilia hizo comments. Okay? So jinsi ya macho ya rohoni unayo, the problem lazima uyaactivate. Kuweni makini sana na video zinazoendelea zinasema third eye. My friend, mtafundishwa uchawi bila kujua. Umeelewa? Kuweni makini sana. Unaweza kukuta umeshakuwa mchawi na ujue, kwa sababu uchawi ni elimu my friend. Yaani unafundishwa, kuna vitabu vyake, kuna nini. So usifikiri kwamba uchawi huwezi ukafundishwa. Unaweza ukajikuta umeharibikiwa tu na hujui umeanza lini kuharibikiwa. Mchungaji mmoja alianza kuuza miti shamba kiutani hivyo kanisani. So kuwa makini na hiki ambacho nakwambia kikakusaidie, na I believe nimekufundisha kitu cha msingi. Lakini kwenye kuhama pia kutoka kwenye kuswitch kutoka kwenye ulimwengu wa roho, kutoka ulimwengu wa mwili kuingia ulimwengu wa roho, unaweza kutumia meditation, unaweza kutumia kukaa kwenye ukimya, unaweza kutumia kunena kwa lugha, unaweza kutumia worship song kama Elisha aliita mpigaji, nadhani ile harp sijui ni kifaa gani. Okay, inaweza kuwa kinanda, inaweza kuwa chochote. Muziki maana yake unaweka ka instrumento hapo kanakolia vizuri, then inakutake to the, inategemeana na wewe. Kila mmoja ana trigger yake ya kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Mwingine kunena kwa lugha, mwingine kusikiliza hizo instrumento, mwingine kwenye ukimya tu, mwingine anaweza kuabudu. Okay, akianza kuabudu then inakuwa rahisi kwake. Hii ni video ya muhimu sana, naomba share kwa watu na itawabariki watu wengi.